Karibu tena ndani ya Media Goma TV, tunawakaribisha tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa muda wetu habari huyu ya jioni ya leo, tuna mengi ya kuwatangazia na tuna mengi ya kueleza. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Leo ni siku pekee, leo ni samedi. Mashabiki zangu wote tamkia asubuhi, tunawatakia tarehe 19 itakuwa ni dimanche na kuwatakia weekend njema kila mahali popote upo. Mashabiki wa Media Goma TV, mashabiki wa Media Bukavu TV, tulikuwa pamoja na sisi kwa sababu hizi ni sehemu pekee utapata habari zenye uhakika na habari zenye ukamili. Ukiwa tayari umesha kujiabone ndani ya Media Goma TV, umesha kujiabone ndani ya Media Bukavu TV, utapata habari mengi zaidi katika habari zetu za kila mara. Mashabiki zangu, katika leo tuko na mengi ya kuwatangazia kupitia habari tunaendelea kusikia moja kwa moja. Na katika muda wa habari huyu, kabla nizungumze mengi, hacha kwanza tushukuru watu wanaotusupport kupitia Media Goma TV, kupitia Media Bukavu TV, kwa sababu hizi zote ni television moja, kwa sababu Media Bukavu TV na Media Goma TV nous sommes de meme television. Na mashabiki kutokea Lubumbashi, Manyema, Kindu, Kasai Orientale, kutokea upande wa Katanga na upande ndani ya kapitale Kinshasa, na wengine zaidi kutokea maeneo mengine, tunawakaribisha tena, na upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu, madiaspora Amerika, Canada, tunawakaribisha tena kwa pamoja na sisi ndani ya habari zetu mara kwa mara. Na kwa sasa, ili habari zetu tuwe na utaratibu, habari zetu mara moja tunazifungulia katika ndani ya upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Kumbuka, Nord Kivu ni sehemu ya uwanja wa mapambano, Sud Kivu ni upande wa uwanja wa mapambano, na kwa sasa watu wengi nataka wajui kila mara kinavyoendelea katika upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu. Lakini kabla nianze kuchambua moja kwa moja, hacha tuwapate kwanza habari zinaendelea kuonekana na kusababisha kwa nini rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitangaza kusema ana mkutano na umoja wa dunia wa Kongomani wote. Ni kwa sababu gani? Na hatua alikutana na Maeglizi Katoliki, akakutana na viongozi tofauti na mashehe ya kanisa Islamic. Kuna mengi walizungumza na kuna mengi kuongelea kwa sababu ya kuleta umoja kupitia vita zinazoonekana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka, Kongo, kitu kinachomaanisha Kongo hiyo na vita ni vitu vingapi? Nani atanieleza? Eka comment yako nieleze tayari ni nini inasababisha Kongo hiyo na vita kila mara. Hiyo tutakuja kuchambua katika habari zetu, tunakuja kupeleka mara moja. Na ni jambo lini watu wengi wanategemea kuona rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo atazungumza na wakongomani wote kwa ujumla. Hakuna kabila ya Mnyamulenge, hakuna kabila wa Mtusi, wale wa Nord Kivu, hakuna kabila ya Mfulero, hakuna kabila ya Mbembe. Yeye anasema ataongea na kila umoja mwenye iko ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yoyote mwenye iko na carte d'électeur. Sijui kama tunaelewana vizuri. Hapa ndio watu wengi wanatamani kujua ni nini rais atazungumuza Felix Tshisekedi hiyo siku. Kwenye mkutano huyo kutaendelea nini? Mada itakuwa ni nini? Na wengi wanategemea kujua ni wanani watasimamia mkutano huyu. Kumbuka mwaka wa 2016 makanisa Katolike ama kanisa Christian na Islamic, hao ndio waliunganisha umoja mwaka 2026. Mnakumbuka 16? Watu wengi hawaelewi, mkumbuke hiyo story, mtaifuatilia mtajua. Kanisa, unajua kanisa za leo zimeingia katika upande wa siasa sana, na ziko na upande mingi zaidi katika sehemu ya siasa. Na ukiangalia makanisa jeko na watu wanaosikia haraka kuliko wale wa nje wenyewe hawiko kanisani. Ndio maana unakuta kiserikali sana na serikali yoyote ulimwengu mzima wanabidi washirikiane na makanisa, madini, kwa sababu wasafirishe mzigo wa kazi ama wasafirishe kazi ya kuongoza nchi vizuri. Ndio maana uliona Felix Tshisekedi ilibidi akutane na hizo madini, na viongozi wengine wenyewe waongeage na Felix Tshisekedi walikutana. Watu wengi wanajua. Sasa watu wengi wanajiuliza maswali. Ni nani atasimamia mkutano huu? Utakuwa hatua rais akizungumza na wakongomani kwa ujumla, na ni neno gani rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo atazungumza? Sijui kama mnanielewa.
Patrick Muyaya amezungumza maneno mengi na watangazaji wa habari, na kwenye matangazo alitangaza kuna wengi waliriziki na kuna wengi waliumia. Hacha tuongee ukweli, kwa sababu maneno yote mtu anaweza tamka kwa kuzungumza. Kuna wale watachukia na wengine watakubali. Na katika mazungumzo haya mimi nairudilia mara kwa mara, na ikabidi viongozi vya serikali vya waasi M23 vitaalikwa. Chama cha M23 kitabidi kialikwe nako kikuwa kwenye mazungumzo haya. Sasa hapa watu wengi wanataka kujua ni nini nakuja sasa. Serikali ya Kongo inakubali kufanya kazi na M23 ama M23 wataondoka? Hili ndio watu wanategemea kujua. Lakini kitu moja cha kuambia ati M23 wataondoka ndani ya seta walichukua, hiyo ni habari nayo mtutoe kwenye akili, haitawezekana. Kwa sababu bila mazungumzo yenye waasi wanataka wazungumuze, serikali haitatii, M23 haitaacha eneo iko wako. Serikali kikubali M23 ichukue nafasi katika chama cha serikali, wakuwe timu fulani eneo fulani, gisi ninavyozungumza, baadaye mgogoro utaendelea kusonga. Na ndio maana watu wengi wanategemea kuona leo tarehe 18. Kumbuka leo kulikuwa salongo ndani ya mji wa Goma. Watu wengi waliona salongo imejaa hapo, wengi wakajiuliza maswali mengi zaidi. Hii salongo inamaanisha nini? Watu wengi wakasema M23 kuna magari zenye zimetembea katika eneo za Minova, za Kasenga huko upande wa Nord Kivu. Watu walikuwa kwenye vijiji wakaona magari, wakaanza kusema njoo hao wanajeshi wa Rwanda wameenda. Lakini kumbuka M23 walikuwa na remplace wanajeshi wao. Ili niwapeleke kwenye habari mjui mambo yanaendelea kuendekana huko. M23 walikuwa na remplace wanajeshi wao. Wengi walikuwa kitangaza wanajeshi wengine wakaona kisi Colonel Nanga alikuwa katika ndani ya Centreville ya Goma akaendelea kufanya usafi ndani ya Goma. Watu wengi raia population wakasema inabidi sasa, inaonekana wanataka kusafiri, lakini msafiri bado. Nord Kivu mapambano imeendelea kuwaka moto zaidi. Sud Kivu uanzilizi ya vita inaendelea kuwaka zaidi, na watu wengi kwa sasa kisi tunaozungumuza mapigano yanaendelea kutulia kidogo kidogo, kwa sababu wanasubiri kusikia ni nini rais atazungumuza siku ikifika. Hatujatangazwa, hatujaambiwa lini itakuwa na hajalanseni wakati gani, lakini najua huyu mwezi hautaisha. Rais hajatangaza habari yoyote na hajapeana communication kujua tule peuple congolais kuna message rais atazungumuza Felix Tshisekedi. Na tu atazungumuza atakuweko ndani ya ikulu. Pale ndani ya ikulu kuna mambo mengi itakuwa inazungumziwa hapo. Na ndio maana watu wengi wanategemea kujua ni jambo gani litaendelea hapo na ni nini itazungumza katika eneo hili na maneno gani yataendelea kutamkiwa katika sekta hili. Ndio maana mashabiki zangu, ukiwa unanisikiliza, ukiwa tayari unanisikiliza vizuri, hakuna sehemu mwingine utapata habari za ukweli. Kwa sababu gani? Ukiangalia televisheni zote zingine zinazungumza, unajipata za mingi zimekula rushwa. Hata niwapeleke mashabiki zangu, kuna matelevisheni mingi zimekula rushwa sana. Unajipata anatangaza huyu aliharibu fasi fulani, anamsifu kwa sababu kuna vitu walikubaliana. Lakini sisi hapa ndani ya media Goma TV, ndani ya media Bukavu TV, sisi hatuna upendelevu, hatuko upande wa serikali, hatuko upande nous sommes des populations. Hii ni media ya raia population. Le peuple congolais, celui qui vivre, vous avez souffert dans un pays jusqu'à aujourd'hui. Le peuple congolais, vous n'avez pas, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas pour vous avez discuté avec de votre pays. Ndio maana media hizi
ziko kwa sababu ya raia population wanaoteseka Kongo, kwa sababu kuna wale viongozi hawapati habari vizuri, kwa sababu wanajipata hivi, habari zinaenda hivi. Lakini nakwambia katika habari hivi, vita la Kongo linastege kwa sasa kwenye linabaki. Rais tamko atazungumza, ndio watu wengi wanatamani na wasikieni amzi gani atazungumza katika sekta hili. Mwenyezi Mungu awe pamoja, mashabiki zangu, tuje kupatana kwa habari zetu mengine tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa majina ni Reporter Nelson. Ukiwa unanisikiliza kupitia Media Bukavu TV, ukiwa unanisikiliza kupitia Media Goma TV, ni sehemu pekee utapata habari zenye uhakika, kwa sababu habari ya Media Goma TV ni tofauti na habari ya Media Bukavu TV. Ndio sababu nawaambia mashabiki zangu, uwe na mimi ungana na mimi mara moja, tukuje kupatana. Bye bye.